Asante sana Waziri Mkuu. Ninashukuru kunisikiliza. Baba, mimi ni mama mjane ambaye mume wangu alifariki toka 2023. Kabla ya 2023, mimi na mume wangu tulikuwa na migodi. Tulivyokuwa na migodi ile tukawa tunachimba, tulikuwa hatuna mashine. Baadaye tukaona kwamba hii mashine kwa sababu hatuna na tuna migodi, tukaona tutafute mashine kwa mtu. Tukawa tumechukua mashine kwa mtu, akaleta pale, tukamuomba, akaleta, tukaendelea na usagaji. Yule mtu tulivyomkaribisha, yeye alikuja kwa niaba ya kuleta tu mashine na sio kitu kingine. Basi akawa tumefika mahala tukamwambia atoe mafreshio. Akawa ametoa yale mafreshio, baada ya kuyatoa yale mafreshio akaenda kaozesha. Akaja akatoa tena mafreshio, tukamwamini tena kwamba nenda katoe, kwa sababu na sisi tulikuwa na lengo la kupata kitu chenye tulikuwa tunahitaji mashine. Akaenda kaozesha, tukamwambia toa basi na ili rudio. Alivyotoa ile rudio ikabidi tuende, tukamwambia kwa sababu ile rudio tayari umeshatoa na umeozesha, tunaomba hiyo pesa utupe pesa yetu. Akasema sawa. Tulimwendea, ilikuwa tarehe 23, ilikuwa tarehe 3 mwezi tarehe 27 mwezi wa 3 2023. Tulipofika pale akadai kwamba hapana, ile pesa kuna kitu nimefanyia, basi naombeni tarehe 30 na wapa pesa yenu. Basi tukawa tumerudi hicho kijiji cha Kasanga. Tulivyofika tarehe 30 aliyoahidi kutoa ile pesa, maana tulikuwa tunadai milioni 362. Katika milioni 362 itakiwa iwe mgao wa milioni 181. Ile pesa ambayo aliahidi kuitoa, mume wangu kama amefariki muda na saa aliyoahidi kutoa hiyo pesa. Ikabidi nikae kimya niomboleze msiba wa mume wangu. Nilivyoomboleza ule msiba, basi mimi nikaona kwamba ngoja nitulie. Nikaa nimetulia muda wa mwaka mzima. Nikajua labda kwa sababu yeye ni mwanaume atakuja aseme shemeji. Mimi kwa sababu nimekaa muda wote tulikuwa tunasubiri tumalize kuomboleza, nikakuta yuko kimya. Nikaenda kijijini. Nilivyofika kijijini nikawaambia, jamani, mimi huyu mtu naona hata pole hajanipa. Hata kusema mwenzangu amefariki, ngoja labda tujue tufanye nini, akawa yuko kimya. Nimekaa, baada ya kukaa huo mwaka nikaenda kwa viongozi wa kijiji, wakanipa barua, wakamuita miezi 3 hakuja. Nimeenda polisi, wamemwita miezi 4 hakuja. Nimeenda mahakamani kwenda kuchukua nani ya mirathi, wakamuita akasema namfahamu lakini siwezi kumpa pesa. Basi hakimu akaambia basi una kiburi. Mahakama imeamwaje? Mahakama ikanipa vibali vya usimamizi wa mali. Haya, RPC chukua mawasiliano, muite huyo kwa nguvu ya kijeshi. Tumia hiyo hukumu ya mahakama, mrudisheni huyo mama mali yake. Mtafuteni alipo. Mama wala usilie tu, si tunatimiza wajibu wetu tu. Yeah. Pole. Nyamaza tu. Wasaidizi nichukulieni na mimi namba ya huyo mama. RPC msake huyo mtu. Mahakama ikisha mama wala simama. Mama simama tu wala usianguke, usilie. Mahakama imesha hukumu. Mruhusuni asogee kwenye maiki. Mahakama imesha hukumu. Hawa watu wa aina hii. Mruhusuni aje kwenye maiki. Wa mwisho mruhusuni aje kwenye maiki. Msikilizeni mama hapo, mnipe namba yake. RPC msake huyo mtu kuanzia sasa. Mahakama ilisha hukumu, arudishe hivyo vitu, arudishe na hizo fedha kama hakimu alivyoelekeza.